Mtazamaji wa Nakivona, karibu sana kwenye mazungumzo yetu, na leo tunakwenda kuzungumza miaka 61 ya muungano wa Tanzania, muungano ambao uliasisiwa na wazee wetu, mzee wetu Mwalimu Julius Nyerere pamoja na mzee wetu Abeid Amani Karume, ambao kwa sasa wao tayari hawapo tena kwenye uso wa ulimwengu, ikiwa tayari wametangulia mbele za haki. Lakini muungano walioasisi wao mpaka leo tunao ukiwa unakaribia muongo wa 6 sasa. Hapa tupo Zanzibar. Mimi ni Isike Freddy. Tunakwenda kuzungumza na mheshimiwa mwenye chama chake cha CCM hapa, ambaye anakipigia sauti kila siku. Tunakwenda kuzungumza na katibu mwenezi hapa visiwani Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi CCM makao makuu kabisa. Anakwenda kutuambia namna ambavyo ustawi wa muungano wetu ulipofikia, lakini nini anachokiona baada ya miaka 61 ya muungano. Sipo peke yangu, nipo na mwanadada, si mwingine, mwite Jackie. Huyu ndio camera woman ambaye anafanya uone kila kitu kilichoko hapa. Hii ni Nakivona TV, Nakivona Sports. Tufate Instagram, tufate kwenye mitandao, na sisi tumeamua kukuhabarisha na habari zenyewe zinaanzia hapa. Tunamgeukia mheshimiwa sasa, Hamisi Mbeto. Hamisi, uzuri ya majina yetu ya kimuungano huku tunataja majina matatu. Moja kwa moja tunakwenda tuko kwenye ile furaha ya kuelekea miaka 61 ya muungano wetu wa Tanzania. Wewe ni una nafasi ya usemaji hapa juu kabisa, unakizungumza chama vizuri cha CCM. Nataka uniambie, unaiona miaka 61 ya muungano ikiwa katika picha gani kwenye ustawi wa maisha ya Watanzania wote? Karibu sana mheshimiwa. Miaka 61 ya muungano ni tunasema miaka ya mafanikio makubwa. Maana kudumu kwa miaka 61 kwenye muungano ni umri umekwenda, sio kidogo, ni umri wa mtu mzima kabisa. Na lazima niwakumbushe watu kwamba watu wanafikiria labda muungano huu umekuja kwamba kama ni bahati mbaya. Nakumbuka baada ya vita vya pili vya dunia, mtakumbuka kwamba vuguvugu la kuanza kupigania uhuru kwa nchi za Latin America, nchi za Asia pamoja na Afrika lilianza. Na ndio maana baada ya vita vya pili vya dunia, nchi zetu huku zikaanza sasa kubadilisha mifumo ya zile association. Kumbuka kabla ya tano kuzaliwa mwaka 1954 kulikuwa na association. Sawa? Kulikuwa na AA, na huko kulikuwa kuna AA, kulikuwa kuna Shirazi Association, Africa Association. Ziliundwa hizi kwa ajili ya matabaka ya watu fulani, hususan kwa Zanzibar. Bara ilikuwa sana kupigania maslahi ya wafanyakazi kipindi kile, lakini siasa za Zanzibar ziligawanyika. Tusitoe historia ndefu, lakini mwaka 1957 nchi ya Ghana ilipata uhuru chini ya Dr. Kwame Nkrumah, nchi ya kwanza barani Afrika. Mwaka 1958 Dr. Kwame Nkrumah akaitisha mkutano wa vyama vyote vinapopigania uhuru barani Afrika. Walikutana mchini Accra, Ghana. Bahati nzuri viongozi wengi walihudhuria. Mwalimu Nyerere alihudhuria, Sheikh Abeid Amani Karume alihudhuria, na viongozi wengine wengi tu Afrika walihudhuria. Moja katika ajenda 12 za mkutano ule ukasema kwamba Afrika tupiganie uhuru wa nchi zetu, lakini tukipata uhuru kwa njia zote zile tupiganie kwa njia ya amani, ikishindikana tutafuta njia mbadala, lakini tuhakikishe Afrika inakomboka na kwa huru. Na Afrika ikikomboka tuhakikishe tunaungana, tunakuwa na Afrika moja yenye nguvu. Baada kutoka Ghana, shauku ile sasa ikabebwa vikubwa sana. Na ndio maana sasa tulipokuja huku sasa tukaanza vyama vyetu sasa kupambana na wakoloni kudai uhuru. Kwa upande wa Tanganyika tukafanikiwa kupata uhuru mwaka 1961, 62 ikawa jamhuri chini ya waziri mkuu wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baadaye akajiuzulu akamwacha mzee Kawawa kwa waziri mkuu. Baadaye 62 ikawa jamhuri, Mwalimu Nyerere akawa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Na huku tulianza chaguzi. Unajua Zanzibar ni tofauti kidogo. Kule kulikuwa kuna 5 tu. Huku kulikuwa na vyama vyote vya Afrika. Kulikuwa na ZNP ambayo ilizaliwa mwaka 1955 chini ya Al-Muhsin Barwan, ambaye huyu pia naye alikuwa kwa Accra, Ghana. Lakini kulikuwa kuna ASP ambayo iliungana tena na Shirazi Association na Africa Association mwaka 1957. Lakini mwaka 58 ikazaliwa chama kingine kinaitwa ZPPPP, Zanzibar Pemba People Party. Hivi vyote vilikuwa vya Waafrika.
lakini waligawanywa. Na tuligawanywa kwa sababu historia ya Zanzibar sisi tulitawaliwa na Mwarabu. Mwarabu aliwagawa, divide and rule, kuwakata classes wa Afrika wote, lakini akatengeza akanambia wewe bora bwana kuliko yule bwana. Wakatupachika makabila, wewe Mshirazi, sijui Mbajuni, nini, wale washenzi tu, Wandengereko, Wazaramu, Wabara. Yaani kuwagawa wale wa Afrika wamoja ili waendelee kuwatawala, kuwafanya wengine wawe bora, wengine. Basi tukaendelea na hali hiyo, tukapitia sisi chaguzi 4. Tukafanya uchaguzi wa mwanzo mwaka 1957, SP ilishinda kwa viti 6, tukapata viti 5 chini ya Sheikh Abeid Karume huyo. Tukaenda uchaguzi wa pili wa Januari wa 61, SP iliongoza kwa kura na viti kama kawaida, lakini walikuwa hapana watawala wa Kiarabu chini ya usimamizi wa Waingereza. Lakini tukaja uchaguzi wa Juni wa 61 ambao ulikuwa na machafuko makubwa sana, ilipelekea Waafrika wengi wabambikiwe kesi, wafungwe. Ndio kama unaona kama katika historia ukisoma, kuna mtu anaitwa Swans. Swans ni wakili mbobezi, alitoka Ghana kuja kuwasaidia, kuja kuwatoa Afrika hapa walibambikiwa kesi, aliletwa na mzee Karume. Lakini hata muungano wa Shirazi Association na African Association wakati zinarudi tena kuungana, moja katika viongozi waliohudhuria Mwalimu Nyerere alikuwepo. Na ndio maana uhusiano mkubwa TANU na SP umeanza zamani sana. Tumekwenda kwenye hali hiyo mpaka baada ya uchaguzi wa Juni, tukafanya uchaguzi wa mwisho wa 63 wa kutoa uhuru. Maana lazima tutoe historia, tumetoka kwa nini tukaja na muungano mwaka 63. Lakini Waingereza mwaka 61 wakatunga katiba ya Zanzibar. Waingereza kabla ya tupo uhuru wakatuba katiba ili kumtambua sultani kuwa ndo mkuu wa nchi. Kwa maana wenyewe kwenye Afrika, kwa wenyewe mgombane huko kutafuta waziri mkuu tu. Sababu sasa hili likawa la wanyonga. Hata tulipokwenda Lancaster nchini Uingereza kwenda kuzungumza jinsi uchaguzi wa 63 utakapomaliza na Waafrika kupewa, lakini waziri mkuu chini nchi itakuwa chini ya utawala wa sultani. Na ndio maana hata tulipofanya uchaguzi wa 63 SP iliongoza kwa viti na kwa namba, lakini kilichofanyika ni nini? ZNP ambacho chama kilikuwa kinaungwa mkono na sultani, na ZNP chama ambacho kilimegwa kutoka kwa SP kwamba bwana nyewe wapembe tofauti na sababu wakaunganisha viti vyao, wale wakapoa viti vingi, wakaunda serikali, ndio sosi ya kufanyika mapinduzi. Lakini bila isingefanyika hivyo mapinduzi yasingefanyika, kwa sababu SP ilishinda kwa wingi wa viti, kwa wingi wa kura. Sawa, tumekwenda ndo baada ya 64 tu tukafanya mapinduzi. Na ndo maana serikali ya Jamhuri ya Zanzibar ilidumu kwa muda miezi 4 tu, kutoka tarehe 12 Januari mpaka tarehe 26 Aprili. Tukafanya kwenye muungano, tukaungana, na wakati tunaungana tukakubaliana kwamba Zanzibar ilivyo lazima iwepo. Ndio maana tukakuja na mfumo one country two system. Tukawa na nchi moja kama za sovereignty state, lakini tukawa na mfumo miwili ya kuendesha serikali. Na ndio maana tukawa na serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tukasema kuna mambo haya yatasimamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukasema masuala ya uraia, uhamiaji, mambo ya nje, ushirikiano, ushuru wa forodha, mambo ya uhusiano wa kimataifa, ulinzi na usalama, hali ya kutangaza hali ya hatari, mamlaka ya anga na mambo mengi kama hayo. Nasema haya yatakuwa chini ya Jamhuri ya Muungano, jeshi, usalama wa taifa, polisi, kila kitu. Zanzibar itabaki na mambo yake ya kawaida yale ya ndani, isi kuendesha serikali ya Zanzibar. Tumeenda hivyo vizuri. Tumeenda kwa miaka yote Zanzibar, na Zanzibar imekuwa sasa imefaidika. Kwa mfano, na watu wengi wajua na ubeza muungano, kabla muungano litakuja, kabla ya muungano kuna majaribio zaidi ya 11 yalifanyika hapa kuipindua serikali ya Mzee Karume. Mpaka 72 ngoja. Nataka nije hapo kwa mtazamaji wana Kivona TV. Leo tunapata tumepelekwa kilindini kabisa kwenye historia ya kuwepo kwa muungano huu unaotimiza miaka 61. Na kizuri ni kwamba pamoja na kuona muungano upo, tunaambiwa umepitia
majaribio mengi ya kuondoa kabisa. Kina nani walifanya hayo majaribio na nini kilichotokea? Tunarudi kusikia hicho tena, kuzungumza kutoka kwa kiongozi. Tunazungumza na nani? Tunazungumza na Mheshimiwa Hamisi Mbeto Hamisi, katibu wa kamati maalum ya NEC, lakini pia idara ya itikadi na uenezi CCM Zanzibar. Hapa sio ofisi, hapa ni afisi ya Zanzibar. Hapa kabisa nimeona imeandikwa afisa. Sisi kule tunasema ofisi. Kuna tofauti kidogo hapo kwenye au ni utamaduni tu. Tukina makao makuu yako Dodoma. Ukitoa Dodoma, kinaofuata ni hii hapa ofisi kuu Zanzibar. Ile Lumumba ni ofisi ndogo. Kwa maana tuna makao makuu Dodoma, tuna ofisi kuu hapa. Hizo ndio level ya kitaifa. Alafu tuna mikoa.